Bana, wanakuambia ili uweze kuwapata wengi ama ili uweze kuwa na watu wengi ambao watakaokuunga mkono, basi lazima ufanye jambo zuri dhidi yao. Lazima uonyeshe pia jitihada ambazo unaweza ukazifanya na hatimaye wakaweza kukukubali na kukupokea pia kwa ukubwa zaidi. Ndicho ambacho kinaendelea pale mitaa ya Msimbazi. Ishu ya uwanja imekuwa habari kubwa sana hapa town kutokana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwa hivi sasa. Je, mchongo ukoje? Tumeweza kuona pia namna ambavyo mambo yamekuwa yakiendelea mitaa ya Msimbazi kuhusiana na swala zima la ujenzi wa uwanja. Tumeona namna ambavyo matajiri mbalimbali wamekuwa wakionekana kuwa na mpango wa kuijengea Simba Club, na hii ni moja kati ya taarifa ambayo ilikuwa inamuonyesha pia mzabuni wa klabu ya Simba si mwingine namzungumzia Jairut, ambaye aliwaahidi Simba kuwajengea uwanja na tayari ameanza kuonyesha mipango. Mipango imeanza kuonekana wapi? Hivi ambavyo navyozungumza, kwa upande wa mzabuni wa klabu hiyo Jairut amekuwa akionekana pia nchini China, akiwa anaonekana kufuatilia mambo mengi mazuri kweli kweli. Jairut yupo pale Beijing, China. Na kuna picha ambayo pia imeonekana au ameweka kwenye IG yake ikiwa inaonyesha ujenzi wa uwanja, na hii inamaanisha kwamba ameenda pia kukutana na wataalamu wa ujenzi wa viwanja, jambo pia linaloashiria mipango ya kujenga uwanja pale mitaa ya Msimbazi, yani kwenda kuwajengea uwanja Simba Sports Club, uwanja ambao ni wa kisasa, na mpango unaonekana kama unaenda kuanza kukaribia. Kumbuka China imehusika pia kujenga viwanja vingi barani Afrika, hivyo hii inaweza kuwa ni dili kubwa sana kwa upande wa Simba, na naamini kwamba ni ndoto ambayo mashabiki wa klabu hiyo ya Simba wanaosubiria kwa udi na uvumba. Kumbuka Jairut aliwaahidi Simba kuwajengea uwanja wakati anaingia mkataba wa kuwa mzabuni wa jezi ndani ya klabu ya Simba, na mipango imekuwa ni mingi kweli kuhakikisha kwamba anakwenda kuwajengea pia uwanja, na tumeona mambo mengi ambayo amewaahidi Simba ameanza kuyatekeleza, hususan kuhusiana na swala zima la gari ya Ivriza ambao tunaona tayari alishanunua, japo haijafika kwenye ardhi ya Tanzania, lakini tayari tumeshaona mipango ni mingi na tumeshaona tayari ndinga hiyo imenunuliwa, hivyo iko njiani ikiwa inakuja kwenye ardhi ya Tanzania ili wekundu wa Msimbazi Simba wakabidhiwe. Lakini pia mchezaji ambaye aliahidi kwamba atawasajilia Simba na amewasajilia Ino Loemba, japokuwa wengi walikuwa wanategemea mchezaji kama Feila Sufi, Fei Toto ndiye ambaye atakayekwenda kusajiliwa, lakini kaona iswekes awalete Ino Loemba baada ya kukosekana kwa Feila Sufi. Sasa ni kubwa ambayo imebakia ni swala zima la uwanja. Hapa ndiko ambako wana Simba wanasubiri kwa mkubwa sana, na hii ni kama tayari tunaweza kusema kwa sababu ni mkataba ambao aliingia na klabu ya Simba kwamba atawajengea uwanja pindi anaomba nafasi ya kuwa mzabuni ndani ya klabu ya Simba. Sasa tusubiri kuweza kuona, je, mpango utakuwa umekaaje hapo. Lakini pia kama hiyo itoshi, pia kuhusiana na swala zima la uwanja, Mo Dewji pia ameandika pia barua kwenda bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba kuomba pia kujenga uwanja eneo la Bunju ambao pia atamiliki yeye kwa 80%, na klabu ya Simba itakuwa na umiliki wa 20%. Hii ni moja kati ya taarifa ambayo imekuwa ikiendelea, na kwa mujibu wa pia makubaliano ya mkataba kati ya klabu ya Simba na mzabuni wa jezi za klabu ya Simba ambaye alikuwa anamzungumza hapa Jairut,
ni kwamba huu ni lazima ujenge, manake upo ndani ya mkataba wa makubaliano, na huu utamilikiwa na klabu ya Simba kwa 100%. Lakini pia alitoa mapendekezo, kitu ambacho Simba wanapenda wa uwanja kama wataongezea ili ujengwe pia kwa ukubwa zaidi, ni wao tu Simba wenyewe watampa taarifa. Sasa mpango namna ambavyo ulivyo, hii inaonekana pengine labda Jairut na Mo Dewji kuna mambo ambayo wanataka kufanya kuhakikisha kwamba klabu hiyo inaupata uwanja. Sasa ni jambo la kusubiri kuweza kuona kwamba je, Simba wanakwenda kutimiza ndoto yao ya kuwa na uwanja ama la. Lakini Jairut kuna mazingira fulani hivi ametengeneza ndani ya klabu ya Simba, na tayari ameanza kuwa na ushawishi mkubwa sana, hususan kwa upande wa mashabiki. Wameanza kumuelewa kuhusiana na namna ambavyo amekuwa akifanya. Kwanza jezi nzuri kali ambazo ameziachia msimu huu, ni jezi ambazo kiukweli sokoni zimependwa kikweli kweli. Hapa amewateka mashabiki wa Simba kwa 100% kubwa, pamoja na wanachama ndani ya klabu hiyo. Lakini pia Ino Loemba kusajiliwa, moja kati ya mchezaji bora ambaye tayari anaonesha impact kubwa kwenye timu. Mashabiki wamekuwa na kiu kubwa kumuona mara kwa mara kutokana na staili yake ya uchezaji. Sasa ni moja kati ya mchezaji ambaye aliwaahidi wana Simba na hatimaye akawasajilia. Lakini pia swala zima la gari kali kabisa la ambalo walikuwa wanasubiri mashabiki, gari ambalo muda wowote linaweza likawasili kwenye ardhi ya Tanzania, kitu ambacho watu wanaona ni kitu ambacho kiko pia kwenye process. Lakini swala la issue ya uwanja ni moja kati ya jambo ambalo mashabiki pia wanaendelea kusubiria kwa hamu kubwa sana. Sasa kama endapo huyu mwamba akagombea wenyekiti, kuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba kwenda kurisi mikoba ya Murtaza Ali Mangungu, bila shaka mashabiki wengi wa Simba wanaweza wakampa, na anastahili kuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba vizuri kabisa. Akiwa kiongozi ndani ya Simba, naamini atafanya makubwa zaidi ya haya ambayo tunayaona, manake amekuwa tu mzabuni, lakini kuna mambo mengi ambayo anaonekana kuyafanya kutokana na kufurahishwa na namna ambavyo klabu hiyo inavyokwenda. Sasa akiwa kama kiongozi ndani ya Simba, akikaa ndani ya Simba kama kiongozi, basi nahisi kuna mambo makubwa ambayo anaweza kuyafanya ndani ya klabu hiyo. Hivyo ni wakati sahihi kwa upande wa wanachama wa klabu ya Simba, mashabiki kuweza kuona kwamba wanaweza kumuunga mkono Jairut, na kama anahitaji kuwa mwenyekiti wa klabu hiyo basi wampe nafasi. Naamini kabisa Simba itafika nchi ya hadi chini ya Jairut. Mambo yako namna hiyo bana. Hakikisha unaendelea kutufuatilia vizuri sana. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Bye bye.